Makanisa na nyumba za ibada 600 zimefutwa kabisa nchini Rwanda, huku serikali ikitoa kanuni mpya zinazoratibu uendeshaji wa makanisa na nyumba za ibada. Makanisa yapatayo 600 nchini humo yamefungwa baada ya bunge la nchi hiyo kupitisha kanuni za usimamizi wa makanisa hayo. Kanuni hizi pia zinasema kwamba ili mtu aruhusiwe kufungua nyumba ya ibada au kanisa atatakiwa kulipa fedha faranga za Rwanda milioni 2 ambazo ni sawa na milioni 4.2 za Kitanzania. Pia kwa mujibu wa kanuni hizi mpya, mtu atakayefungua kanisa au nyumba ya ibada atatakiwa kuwa na elimu ngazi ya chuo kikuu katika masomo ya theolojia au mafunzo ya dini. Lakini kama hilo halitoshi, nyumba ya ibada au kanisa itatakiwa kuonyesha mfumo mzima wa uongozi wake na wajibu wa kila mtu, lakini kuonyesha jinsi mapato yanavyoingia kanisani. Zaidi, lakini mtu huyu atakayehitaji kufungua kanisa au nyumba ya ibada atatakiwa kuonyesha ramani ya jengo la ibada, kuhakikisha ikiwa kweli linakidhi viwango vya kuitwa nyumba ya ibada au kanisa. Kanuni hizi zimetolewa na Bodi ya Taifa ya Utawala ambayo kwa kawaida huratibu uendeshaji kazi wa taasisi mbalimbali za utawala wa mashirika yasiyo ya kiserikali. Mkurugenzi wake mkuu Dr. Doris Uwisieza anasema baada ya uchunguzi uliofanywa na serikali kulionekana matatizo mengi kuhusu utendaji kazi wa makanisa na nyumba za ibada kuhusu usajili na pesa inayoingia. Dr. Doris anasema makanisa lazima yawe na akaunti za benki. Hata hivyo, uamuzi huu umezua minong'ono kwa baadhi ya wananchi wakidai kwamba uamuzi huu wa serikali unainua kudhoofisha shughuli za ibada, huku wengine wakionekana kuridhia maamuzi hayo. Mufti mkuu wa Rwanda Sheikh Sindaigaya Musa anasema huenda sasa kanuni mpya zikapunguza kasi ya kufungua makanisa au nyumba mpya za ibada. Akinukuliwa alisema kwamba kama mtu atafungua kanisa au nyumba ya ibada na atatakiwa kuwa na sahihi za watu 100, maana yake ni ushahidi kuwa ama kanisa hili linahitajika katika eneo hilo au la, na hii itasaidia kuepuka kujenga hilo na mwisho usiwe na waumini wa kuhudhuria huduma za kiroho. Ikumbukwe kwamba miezi 2 iliyopita Rais wa Rwanda Paul Kagame akizungumza bungeni aliwaomba wabunge kuona sheria zinalishughulikiaji tatizo hili, akisema kukosekana kwa mwongozo muhimu wa uratibu wa shughuli za ibada kulisababisha jamii kuwa katika hali isiyoeleweka. Kufuatia kauli hiyo, wadadisi wanahisi hilo lilikuwa ni agizo na si hoja ya kawaida. Shughuli za kufunga makanisa na nyumba za ibada zilianza mwezi wa 8 mwaka 2024, na wakati huo makanisa na nyumba za ibada 9800 zilifungwa. Sasa wakati kanuni hizi mpya zikitangazwa, makanisa na nyumba za ibada 600 zimetajwa kufutwa kabisa kutoka orodha ya zile zilizoendelea kuomba kufunguliwa tena baada ya kukidhi viwango vinavyotakiwa.